Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda kuwasalimu katika jina la Bwana. Ninaitwa mchungaji Paulo Mwepwa wa kanisa la Pentecost Tanzania pale Salasala. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninalo neno fupi kwa ajili yako wewe baba, wewe mama ambaye unaniangalia sasa hivi. Nina somo ambalo linaitwa kukumbuka kwa ajili ya Bwana, kukumbukwa kwa ajili ya Bwana. Kuna watu ambao wanaweza kukumbuka watu wengine. Kila mtu anakumbuka, ana kumbukumbu. Lakini ninataka kuongea kwa habari ya mtu ambaye anaweza kukumbuka kwa ajili ya Bwana, kukumbuka kwa ajili ya mema ambayo mtu ameyafanya. Katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 1 na mstari wa 3, hapo tutasoma na itakuwa somo letu liko hapa. Inasema hivi: namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Mtume Paulo alikuwa akiwaambia watu wa Filipi kwamba namshukuru Mungu kila ninapowakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwamba kila ninapowakumbuka, na nikiomba kwa ajili yenu ninaomba kwa furaha, ninaomba bila kuwa na huzuni yoyote, bila kuwa na mzigo wote. Kwa sababu gani? Kuna mambo ambayo tunayafanya katika maisha yetu tunapojenga mahusiano ambayo yanaweza kutukumbusha mambo mazuri tunapokuwa katika mahusiano, au mambo mabaya tunapokuwa tumefanya mambo yasiyotakiwa katika mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Binadamu tumeumbwa ili kushirikiana, kujengana na kutiana moyo. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukaa peke yake. Binadamu wote tumeumbwa ili tukae pamoja, ili tuweze kushirikiana na kutiana moyo na kuelekezana na kusaidiana na kuongozana, maana ndiyo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka kusema kwa habari ya kukumbukwa kwa ajili ya Bwana. Mji huu wa Filipi ulikuwa ni mji maarufu wenye idadi kubwa ya watu mbalimbali, wenyeji na wageni. Ulikuwa ni mji wa mastaafu wa jeshi wa Warumi. Unakumbuka kwamba kipindi kile Rumi ndio ilikuwa imetawala dunia baada ya Uajemi. Rumi ikakamata dola, ikakamata Israeli yote na nchi zote za Mashariki ya Kati pamoja na Asia na Ulaya. Kwa hiyo Urumi baada ya kutawala, wale mastaafu wa jeshi wakawa wamepewa mji ambao walikuwa wanaishi kule. Baada ya kustaafu wanapewa mji. Kwa hiyo mji wa Filipi ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na wenyeji Wagiriki na wageni wengi ambao walikuwa ni maaskari wastaafu wa Warumi. Kwa hiyo mji huu ulikuwa ni mji maarufu, ulikuwa ni mji mkubwa na mji ambao ulikuwa ni wa kistaarabu. Ukisoma pale katika Matendo ya Mitume ile sura ya 16 na mstari wa 12 utajua habari za Rumi. Mji huu ulipewa jina kwa jina la kumbukumbu la mfalme Filipi. Mfalme Filipi wa pili ambaye alikuwa ni baba yake Alexandra Mkuu. Baba yake alikuwa anaitwa Filipi. Kwa hiyo mji huu ulipewa kwa ajili ya kumbukumbu ya baba yake na Alexandra. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza kupitia kitabu cha Wafilipi. Jambo la muhimu ninalopenda tuangalie jinsi tunavyoweza kukumbuka kwa mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukumbukwa kwa ajili ya mazuri. Kuna mtu anaweza kukumbukwa, anapokumbukwa basi watu wote wanakuwa na hasira wanapomkumbuka huyo mtu. Au kuna mtu ambaye anaweza kukumbukwa, watu wote wakawa na hawapendi tena kusikia habari za mtu, hata jina lake kutajwa hawataki kusikia. Kwa sababu gani? Inakuwa kama inakumbusha mabaya na machungu ambayo huyo mtu ameyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu aliyetenda mema, ambaye amekuwa na mahusiano na watu daima, amekuwa na uhusiano mzuri na watu, Biblia inasema kwamba anapokumbukwa mtu huyo, watu hufurahi, watu hushangilia, watu
huona kwamba tulikuwa na kitu cha thamani mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anawaambia Filipi kwamba ninamshukuru Mungu kila ninapowakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kila ninapowakumbuka. Kwamba anapokuwa akiwaza kwa habari ya Filipi, anasema Mungu ushukuriwe kwa ajili ya watu hawa. Kuna mambo ambayo Wafilipi waliyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kukumbuka kwa mambo mazuri au mabaya. Hapa kuna mambo ambayo humfanya mtu kukumbukwa, mambo mazuri ambayo yanaweza kufanya wewe ukakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, kujitoa. Wafilipi walikuwa ni watu wenye kujitoa. Walikuwa ni watu ambao hawasukumwi wanapofanya kazi ya Mungu. Wanapoambiwa tufanye kitu fulani, tutoe mchango kwa ajili ya Injili. Wanapoandikiwa barua, Paulo anapoandikia barua kwamba jamani, niko Macedonia, nimekabwa huku, nataka mnisaidie, nimsapoti kwa sababu ya Injili na kwa mahitaji yangu binafsi. Watu hao wa Filipi walikuwa wakishiriki bila kuwa na wasiwasi wowote, bila kuwa na mashaka yote, walikuwa wakijitoa. Na Biblia inasema kujitoa ni muhimu na ni kitu cha maana kabisa, kwa sababu unapojitoa unawakilisha moyo wako, unatoa mawazo yako, unatoa fikra zako bila kuwa na tashwishi au wasiwasi au mashaka. Kujitoa ni jambo ambalo linaweza kumfanya mtu wa Mungu kukumbukwa. Unapokuwa kanisani, unapokuwa kwenye huduma, hakikisha unafanya huduma ile kwa kujitoa, sio kwa kulazimishwa. Kuna mambo ambayo mtu anajitoa, sio kwamba paka ulazimishwe, bwana fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Unajitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana, mnapojitoa katika kanisa, mnapojitoa katika huduma, ni jambo la kukumbukwa na ni jambo la maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio paka mchungaji au wazee wa kanisa waambie tunataka vijana mfanye hiki na hiki. Vijana mnapojitoa katika kanisa ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana kwa sababu kanisa linajengwa na vijana. Wazee wamebaki hawana tena uwezo wa kukimbia huku na huku, lakini vijana wenye nguvu, vijana wenye moyo, wanapojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, wanapojitoa kwa ajili ya huduma, kanisa linakuwa, kanisa linachangamka na huduma inakuwa. Biblia inasema kujitoa ni kitu cha kwanza ambacho kinaweza kutufanya tuweze kukumbukwa. Lakini mtu ambaye hawezi kujitoa, hawezi kufanya kitu kwa hiari yake na kwa bidii yake, mtu huyu hata anapokumbukwa, si watu wengi ambao wanaweza kuona kwamba alikuwa ni mtu wa muhimu sana katika huduma ile. Lakini tunapofanya vitu kwa kujitoa, tunapata thawabu na Biblia inasema tunakumbuka kwa mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kuwa mtu wa kushirikiana. Kuwa mtu wa kushirikiana. Amen. Tusipende kuwa ni watu ambao tunajitenga, tuwe ni watu ambao tunashirikiana wengine na mwingine. Inapotangazwa jambo kanisani, basi tuwe na ushirika wa kulitenda ile jambo na kulikubali na kulipokea. Watu wengi kanisani wanakuwa ni watu ambao wanasikiliza matangazo, wanasikiliza uongozi unasema nini, alafu wanakuwa ni watu wenye kulaumu, wenye kulalamika, tungefanya hivi, tungefanya hivi, ingekuwa hivi, ingekuwa hivi. Lakini neno la Mungu linasema tushirikiane. Tushirikiane. Unaposikia jambo limetangazwa kanisani, unaposikia kwa habari ya huduma, unaposikia kwa habari ya huduma yote kanisani, unafanya kwa ushirika. Unapoona wengine wanafanya na wewe unafanya kwa ushirika, jambo hilo linakufanya wewe uweze kukumbukwa kwamba ni mtu wa muhimu katika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, ushirika katika Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushirika katika Injili maana yake nini? Maana yake kushiriki habari ya kupeleka Injili kwa watu wengine. Amen. Huduma ni pamoja na Injili. Tunaweza kufanya Injili, tunaweza kufanya huduma ya namna yoyote, lakini mawazo yetu na fikra zetu kuwafikia watu wengine ambao hawajampokea Yesu, kuwafikia watu wengine ambao hawajaokolewa. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba kuna wengine ambao wanaweza kuhubiri, kuna wengine wako kwenye free, wako katika hali ambayo wanaweza kutumika kwenda huku na huku, na kuna wengine ambao
kutokana na majukumu yao hawawezi kwenda huku na huku kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaweza kuwa washirika. Wafilipi hawakuwa ni watu ambao walikuwa wanaenda kuhubiri huku na huku, lakini Paulo alikuwa ni mtu ambaye na timu yake wanaenda kutumika huku, wanarudi huku, wanasafiri, wanaenda huku. Kwa hiyo Wafilipi wakaona kwamba sisi hatuwezi kwenda, lakini tutatoa fedha zetu ili kwamba wale wanaoenda na sisi tuende nao. Huo ni ushirika katika Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, kuwa mtu mwenye upendo. Amen. Kuwa mtu mwenye upendo. Unapotaka kukumbukwa kwa ajili ya Bwana, unapotaka kukumbukwa kwamba watu wakushangilie, wakuone kwamba ulikuwa ni mtu wa muhimu, kuwa mtu mwenye upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu alituagiza kwamba tupendane. Usiwe mtu ambaye unatunza mambo mabaya. Usiwe mtu ambaye unatunza kumbukumbu ya mambo mabaya. Unapotunza kumbukumbu ya mambo mabaya, yanakufanya uweze kujitenga na watu, uweze kuona kwamba wewe umetendewa mabaya. Hata kama kuna mambo ambayo yamekukwaza, neno la Mungu linatuambia tuwe wepesi kusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wepesi kuachilia. Tunapozungumza upendo, ni ile hali ya kutoa moyo wako, hali ya kufanya kitu kwa moyo na kumpenda jirani yako, na kumpenda Mkristo mwenzako, na kumpenda ndugu yako. Hata mnapokuwa katika huduma, hakikisha kwamba mnapendana na wale wahudumu wenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiruhusu makwazo ya aina yoyote kwa mtu mwingine, au usiruhusu makundi. Kanisa la Mungu linapokuwa katika makundi, kanisa la Mungu linatakiwa kuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alituambia tupendane. Upendo una mambo mengi ambayo tunaweza kuyahifadhi na kuyasimamia. Kwanza, usiwe ni mtu ambaye mwenye kuhifadhi mambo mabaya. Uwe ni mtu ambaye unahifadhi mambo mema ndani yako. Usiwe ni mtu ambaye una kumbukumbu ya mambo mabaya. Unaweza kukumbuka, lakini kumbukumbu ya mambo mabaya ni lazima tuyaweke kando, kwa sababu ni mambo ambayo hayatatusaidia kwenda mbele. Kwa hiyo tuwe ni watu wa kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kwenye watu wengi tunaweza kukwazana, mitazamo inatofautiana na tamaduni zinatofautiana, lakini tunatakiwa kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa ni watu wenye upendo. Namba 5, kuwa na nia ya Mungu katika fahamu zako. Kuwa na nia ya Mungu katika fahamu zako, kwamba uwe na kitu ambacho mawazo ambayo yatakuwa ni kufocus kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lolote unalokwenda kufanya, Biblia inasema jambo lolote unalofanya fanyeni kama kwa Bwana. Hata kama unaambiwa na viongozi wako katika kundi lako, katika kwaya, katika kundi la vijana, katika huduma ya wamama, katika kanisa, mchungaji anapoagiza jambo fulani, unapolipokea lile agizo ulilopewa, ulifanya kama unamfanyia Mungu, sio kama unamfanyia mwanadamu. Unajua watumishi wengi wanapokuwa chini ya wachungaji hawawezi kulipokea agizo kama Mungu amesema. Ndio maana ukuaji katika huduma unakuwa haupo. Mtu hawezi kukua kiroho, hawezi kukua kihuduma, kwa sababu anachoambiwa na mtumishi ambaye yuko mbele yake, au mchungaji ambaye yuko mbele yake, au nabii ambaye yuko mbele yake, au apostle, mtume ambaye yuko mbele yake, hawezi kulipokea lile agizo kama kwa Mungu. Tunapopokea maagizo ya viongozi wetu walio mbele, ni agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yule amewekwa mbele yako kama Mungu, yuko katika usawa wa Mungu. Kwa hiyo unapolipokea agizo lile, unasema nitalifanya kama Mungu ameniambia, nitalitenda jambo hili kama Mungu. Na hiyo ndio itakufanya wewe ukue kihuduma, ukue kiroho. Watu wengi hawakui kiroho, hawakui kihuduma, kwa sababu wanapopewa maagizo na wachungaji wao na watumishi wao, wanakuwa wanalipokea kama mtu ambaye hana thamani kwao. Hiyo haitakufanya wewe kukua na kuendelea kiroho. Kumbuka story moja ya Daudi. Alikuwa katika kambi, na pale Bethlehem kulikuwa na kambi ya Wafilisti. Akasema, laiti ningepata maji ya pale Bethlehem. Na wakati huo anaposema hivyo, alikuwa anaongea, watu wakamsikia, wakahatarisha maisha yao. Ni kama vile amewatuma, lakini hakutuma mtu. Yeye alisema laiti ningepata maji. Wale watu mashujaa 3 wakaenda, wakapenya kwenye ile ngome ya Wafilisti, wakaenda mpaka kwenye kisima Bethlehem, wakachota maji, wakamletea Daudi.
Daudi alipoona maji akasema, mmefanya jambo, mmethubutu kuingia kwenye kambi ya Wafilisti na kuchukua maji. Akasema, sitakunywa maji haya. Akayamimina, akasema, hii ni sawa sawa na damu ya mtu ambaye amehatarisha maisha yake. Kwa hiyo hao walikuwa ni watu watiifu mbele ya kiongozi wao ambaye alikuwa ni Daudi. Kwa hiyo ili kuwa na nia ya Mungu ni lazima kumheshimu mtumishi ambaye yuko mbele yako kama mtu unayemheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 6, kutotenda neno kwa mashindano. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye jambo lolote au neno lolote kwa nia ya kushindana. Unapofanya jambo kwa nia ya kushindana, Mungu hayupo. Fanya jambo kwa nia ya kumpendeza Mungu. Haleluya. Fanya jambo kwa ajili ya nia ya kumpendeza Mungu. Usifanye jambo lolote kwa mashindano, kwamba ninafanya huduma hii kwa sababu fulani anafanya hivi na mimi nafanya hivi ili kushindana. Au fulani ameimba hivi, basi na mimi nitaimba hivi. Au fulani amehubiri hivi, na mimi nitahubiri hivi. Au fulani ametumika hivi, na mimi nitatumika hivi. Kama mashindano fulani. Biblia inasema kwamba sisi sote ni watoto wa Mungu, ni watu wa Mungu. Kwa hiyo tutende mambo yote kwa upendo, si kwa kushindana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la 7, kutotenda jambo kwa majivuno. Usifanye jambo lolote kwa majivuno kana kwamba ni wewe umetenda. Unapofanya huduma, umefanikiwa katika ile huduma. Unaposimamia jambo na Mungu analifanikisha ile jambo, usijivune, bali mshukuru Mungu na mtukuze Mungu, mpe sifa Mungu. Usifanye jambo lolote kwa majivuno. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la 8, kujivika moyo wa unyenyekevu. Kujivika moyo wa unyenyekevu. Lazima tuwe watu wenyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema tusifanye vitu kwa majivuno, kwa mashindano. Unapofanya kitu kwa majivuno na mashindano, ni sawa sawa na kujiinua mwenyewe, kufanya kitu kwa nguvu zako. Huduma au kazi ya Mungu ni Mungu tu ndiye anaifanya. Ni Mungu tu anayempa mtu neema ya kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa mashindano wala sio kwa uwezo wa mtu, ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni kunyenyekea. Unapoona Mungu anakuinua, unapoona Mungu anakutendea mambo mazuri, wewe unazidi kunyenyekea, unazidi kunyenyekea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lingine, kutenda jambo pasipo manunguniko. Kanuni ya 9 ni kutenda jambo pasipo manunguniko. Usifanye jambo lolote kwa manunguniko. Unapoambiwa fanya kitu fulani, unapoambiwa fanya nenda sehemu fulani, usinungunike moyoni, usinungunike. Unaponungunika unajipunguzia credit katika ulimwengu wa kiroho. Mtumishi mzuri ambaye anakumbukwa na Mungu, usifanye jambo lolote kwa manunguniko. Fanya jambo kama kwa Mungu. Namba 10, kuchagua kuwa mtu mwenye furaha. Kuchagua kuwa mtu mwenye furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuchagua kuwa mtu mwenye furaha maana yake ni kuona kwamba Mungu amekupa neema. Anapokupa watu, basi ufurahi kuwa na watu wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufurahi, unachagua, sio kwamba mtu akufurahishe wewe. Unachagua kuwa na furaha kwamba ninamwona huyu fulani yupo, ninamwona kiongozi wangu yupo, ninamwona mtumishi fulani yupo, ninamwona mtu fulani yupo. Unachagua. Kuchagua ni ile hali ya kuifanya akili zako na ufahamu wako kusema kwamba mimi ninaamua kufanya hiki baada ya kukaa katika huzuni. Amen. Na jambo la 11, kuwa mtu wa kusali, kuomba na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 11, kanuni namba 11 inasema kuwa mtu wa kusali. Kuwa ni mtu ambaye unashiriki kwenye ibada mbalimbali. Kuwa ni mtu ambaye unaomba, kuwa mwombaji. Amen. Katika jambo lolote hakikisha kwamba unakuwa ni mtu ambaye unaomba mbele za Bwana. Amen. Na jambo la 11 hilo inasema kushukuru. Tuwe watu wa kumshukuru Mungu. Amen. Mshukuru Mungu kwa ajili ya rafiki yako, mshukuru Mungu kwa ajili ya kijana mwenzako, mshukuru Mungu kwa ajili ya mama mwenzako kwenye kwaya, kwenye huduma mbalimbali ya maombi, huduma ya ushuhudiaji, huduma ya vijana, huduma ya kwaya. Mshukuru Mungu kwamba ninakushukuru Mungu kwa ajili ya fulani. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya fulani. Kwa hiyo unapofanya hivyo, unaona kwamba yule mtu anakuwa wa thamani kwako. Unaona kwamba ninajenga ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapofuata mambo haya 10, neno la Mungu linatuambia tutakumbukwa
kwa mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Paulo alipowaambia Wafilipi kwamba ninamshukuru Mungu kila niwakumbuka. Amen. Na ninaomba, yani ninaoombea kwa furaha kabisa, kwa sababu nimekuwa baraka kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki wewe mtazamaji wangu, kwamba unataka kukumbukwa kila mahali unapokwenda. Hebu acha alama ya kukumbukwa kwa mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukawa ni mtu ambaye watu wakikukumbuka mwingine anatamani usimtaje huyo mtu. Unapomtaja huyo mtu jina lake yeye linasikia kichefuchefu au mtu mwingine anasema ukimtaja huyo mtu ninasikia yani kizunguzungu, yani nachanganyikiwa. Kwa sababu gani? Kuna mambo ambayo unayafanya au uliyafanya huko ulipopita yamekuwa si mambo mazuri. Hebu hakikisha kwamba mahali popote ulipo, fanya jambo ambalo utaweka alama au litakaloweka kumbukumbu kwako, kwamba watu watakapokukumbuka wakukumbuke kwa mema, wakukumbuke vizuri, na wanapokuombea wakuombee yani wakifurahi kabisa katika sala zao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana sana sana. Basi ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamwombea mtazamaji wangu ambaye ananitazama hivi sasa. Ninamweka mikononi mwako Bwana. Ninajua kila mahali ambapo anapita mtu huyu ni mahali ambapo Bwana umekusudia, ikiwa ni mahali pake pa kazi au katika huduma, mahali popote pale. Bwana, ninaomba ukampe neema ili aweze kukumbukwa kwa ajili ya mambo mema atakayoyafanya mahali pale. Aache alama ambayo itakuwa inamthibitisha na kuweza kukumbukwa. Ninamweka mikononi mwako Bwana. Ninaomba uweze kuwa pamoja naye hata katika huduma inayoendelea ndani yake Bwana. Kwa jambo lolote ambalo Mungu analifanya kwa ajili ya utukufu wako, Mungu utaenda kumbariki, utaenda kumuongoza mjoli wako. Ninawakabidhi katika mikono yako, uwalinde, waongoze, wafanikishe. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.